Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Hali imebadilika tangu kuandaliwa kwa mikataba ya Istanbul, lakini inaweza kutumika kama kianzio cha mazungumzo ya suluhu nchini Ukraine, kulingana na Keith Kellogg, mjumbe maalum wa rais wa Marekani kwa Ukraine na Urusi. Anasema, nitakubaliana na kila mjumbe maalum wa rais wa Marekani, Steve Witkoff alisema. Na Steve alisema ni mikataba ya Istanbul mahala pa kuondoka. Kellogg alisema akizungumza kwenye semina mtandaoni iliyoandaliwa na baraza la Marekani kuhusu mahusiano ya kigeni. Anasema, siamini kwa sisi sote kwamba huo ni mfumo wa usawa, na nadhani tunapaswa kuunda kitu kipya kabisa. Unaweza kuanza kutoka kwenye nafasi hiyo. Hilo litakuwa jambo ambalo timu za mazungumzo zinaenda mbele na kile wanachotaka kuangalia. Mwishoni mwa Februari, Witkoff alisema kuwa rasimu ya makubaliano ya Istanbul ya 2022 inaweza kutumika kama msingi wa makazi ya Kiukraine. Vile Moscow inasubiri Marekani kuteua msuluhishi wa mazungumzo kuhusu Ukraine, na itamteua mwakilishi wake baada ya hapo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, anasema marekebisho ya mawasiliano ya Urusi na Marekani ambayo yaliharibiwa kihalisi na utawala wa awali wa Marekani yanaendelea hivi sasa. Urusi imemteua balozi wake mpya nchini Marekani, Alexander Dachiv, ambaye kwa hakika atafanya kazi madhubuti kurejesha uhusiano. Kuhusu suluhu la amani, ni swala la kina ambalo linahitaji majadiliano ya kina katika ngazi ya wataalam. Bado tunasubiri utawala wa Marekani kuteua mwakilishi rasmi kwa ajili ya kuanzisha mchakato wa mazungumzo na kuunda timu ya mazungumzo, mwanadiplomasia huyo alisema, na kuongeza, baada ya hapo tutaweza kuchagua mwenza wa Urusi. Kuhusu ushiriki wa maafisa wa Ukraine, uvumi mwingi unaweza kufanywa katika swala hili, lakini kuna ukweli. Zakharova aliendelea kusema, kwanza ni kuhusu muda wa Zelensky kumalizika madarakani na uhalali wake unaotiliwa shaka. Pili ni kuhusu amri iliyotiwa saini na Zelensky ambayo inapiga marufuku mazungumzo na Urusi, ambayo bado inatumika. Kauli zote ambazo Ukraine hutoa hazina msingi hadi masuala haya yatatuliwe kwa namna fulani, aliongeza. Vilevile wakuu wa mataifa na serikali za Umoja wa Ulaya wameiomba Tume ya Ulaya, Slovakia na Ukraine kuongeza juhudi kuelekea kutafuta suluhu zinazoweza kutekelezeka kwa suala la usafirishaji wa gesi, ikiwa ni pamoja na kuanzishwa tena katika mkutano wa kilele mjini Brussels. Reuters inaripoti. Hapo awali waziri mkuu wa Slovakia Robert Fico alisema kwamba alitaka kutajwa kwa kufungua tena usafirishaji wa gesi ya Urusi kupitia Ukraine kama sehemu ya hitimisho la mkutano huo. Vile makombora ya Uingereza Storm Shadow yamekuwa hayafai kwa wanajeshi wa Ukraine, kwani matumizi yake yanahitaji data za kijasusi za Marekani ambazo Ukraine haitapokea tena kufuatia uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump, gazeti la Daily Mail limeripoti. Kulingana na hilo, Marekani sio tu kwamba imeacha kutuma ujasusi wake kwa Ukraine, lakini pia imepiga marufuku Uingereza kushiriki na Kiev. Hapo awali mkurugenzi wa CIA John Ratcliffe alitangaza kusitishwa kwa ubadilishanaji wa taarifa za kijasusi kati ya Marekani na Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump aliamuru kusitishwa kwa misaada yote ya kijeshi kwa Ukraine siku chache baada ya mzozo na Volodymyr Zelensky katika ikulu ya White House mnamo Februari 28. Uamuzi huo ulianza kutekelezwa asubuhi ya Machi 4. Unahusu zana zote za kijeshi za Marekani ambazo hazipo Ukraine kwa sasa, zikiwemo silaha zinazosafirishwa kwa ndege na baharini zinazosubiri kusafirishwa zaidi katika maeneo ya usafiri nchini Poland. Vile Moscow imejitolea kuanzisha amani endelevu nchini Ukraine na haitakubali muhula unaolenga kuipa silaha tena Kiev. Uingereza na Ufaransa zijawasilisha mpango wao wa amani kwa Urusi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Maria Zakharova anatoa maoni yake kuhusu mpango wa Ufaransa na Uingereza kusitisha mapigano. Anasema, mpango huu haujashirikiwa rasmi na mtu yeyote. Tunafahamu kuhusu tu kutoka kwa vyombo vya mwanadiplomasia huyo alisema kwenye kikao kifupi. Udanganyifu huu wote wenye maneno sitisha mapigano kwa muda au kitu kingine, waache wazungumzi wenyewe. Tunaelewa na kujua yote hayahusu vizuri. Alisema kuwa hapo awali Magharibi ilikubali kwamba chini ya maneno haya kama sheria kuna hamu ya kupumzika, kuweka silaha tena na kuanza upya ili kuendelea na nguvu mpya. Urusi inasalia kujitolea kwa msimamo uliotolewa na rais wa Urusi Vladimir Putin mnamo Juni 2024. Tunahitaji amani endelevu ya kweli, sio pose fulani, sio kupumzika kwa muda. Mwisho wa kumnukuu. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Zimbabwe inaunga mkono azimio la amani kwa mzozo unaoendelea nchini Ukraine,
lakini inapaswa kuegemea katika kushughulikia vyanzo vyake. Waziri wa mambo ya nje na biashara ya kimataifa wa Zimbabwe Amon Murirwa anasema Zimbabwe ina msimamo thabiti kuhusu mzozo wa Ukraine. Murirwa alisema katika mkutano pamoja na waandishi wa habari kufuatia mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov huko Moscow. Anasema Zimbabwe inatetea suluhu la amani la mzozo huu kwa kushughulikia vyanzo vyake. Mwanadiplomasia mkuu wa Zimbabwe aliendelea, tunapinga hatua yoyote ambayo inaweza kusababisha kuongezeka. Murirwa alisema, akiongeza kuwa msimamo wa Zimbabwe kuhusu swala hili utaendelea kuwa thabiti katika siku zijazo. Vile vyanzo vya gazeti la kila siku la Kiukraini la mtandaoni la Strana ndani ya duru za kisiasa na bunge la Verkhovna vimethibitisha uvumi kuhusu majadiliano yanayofanywa na wanachama wa timu ya rais wa Marekani Donald Trump. Vyanzo hivi vinaonyesha kuwa lengo kuu la mazungumzo haya limekuwa ni kushirikisha wapinzani watarajiwa wa Volodymyr Zelensky, akiwemo Valery Zaluzhnyi, mkuu wa zamani wa vikosi vya wanajeshi wa Ukraine, na meya wa Kyiv Vitali Klitschko. Hapo awali Politico iliripoti ikitoa vyanzo vyake kwamba wawakilishi wa ngazi ya juu kutoka msafara wa rais wa Marekani walishiriki kwenye majadiliano ya siri na baadhi ya wapinzani wakuu wa kisiasa wa Zelensky. Hawa ni pamoja na Yulia Tymoshenko, kiongozi wa chama cha Basikivshchina, pamoja na viongozi wakuu kutoka chama cha mshikamano wa Ulaya kinachoongozwa na rais wa zamani wa Ukraine Petro Poroshenko, ambaye ameorodheshwa na shirika la uchunguzi wa kifedha la Urusi kuhusika katika shughuli za itikadi kali au gaidi. Kulingana na chapisho la Strana kwenye chaneli yao ya Telegram, majadiliano yanaendelea na wawakilishi kutoka vyama mbalimbali vya kisiasa nchini Ukraine kujiandaa kwa uchaguzi ujao na kumshawishi Zelensky kujadiliana kumaliza mzozo huo wa kivita. Vyanzo vya Strana vilionyesha mshangao kwamba kati ya mawasiliano yote ambayo wawakilishi wa Trump wamekuwa nayo na wanasiasa wa Ukraine, ni Poroshenko na Tymoshenko pekee ndio walioangaziwa kwenye vyombo vya habari. Chombo cha Ukraine kinabainisha kuwa mwelekeo wa sasa huko kwa Zaluzhnyi, ambaye kulingana na kura za maoni anaweza kumshinda Zelensky katika uchaguzi, pamoja na Klitschko ambaye ni mmoja wa watu wachache muhimu katika muundo wa mamlaka kuhusu ofisi ya rais. Pia walimtaja Kirill Budanov, mkuu wa kurugenzi kuu ya ujasusi ya Wizara ya Ulinzi, aliyeteuliwa kama mtu mwenye msimamo mkali na gaidi na Urusi. Kama vyanzo vya Strana vinaeleza, Washington inalenga kutumia mawasiliano haya kutoa shinikizo la ndani kwa Zelensky na kumlazimisha kukubali kusitishwa kwa mapigano. Vyanzo hivyo vilibainisha zaidi, hii pia inatumika kama njia ya kutathmini ni takwimu zipi zinazofaa kuwekewa kamari katika Ukraine baada ya vita, kutokana na mtazamo wa White House wa kutilia shaka sana kuhusu Zelensky. Vilevile utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unaweza kubatilisha hadhi ya muda ya kisheria ya takriban wakimbizi 240,000 wa Ukraine, Reuters inaripoti. Inatarajiwa mwezi Aprili hatua hiyo inaweza kuathiri raia wa Ukraine walioondoka kuelekea Marekani baada ya Urusi kuanza operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Kulingana na ripoti hiyo, wahamiaji walioathiriwa na uamuzi huo wanaweza kukabiliwa na kufukuzwa kwa haraka. Urejeshaji uliopangwa wa ulinzi kwa wa Ukraine hauhusiani moja kwa moja na mabadilishano makali kati ya Trump na Volodymyr Zelensky katika ikulu ya White House mnamo Februari 28. Reuters iliripoti ni sehemu ya juhudi pana za kuwafukuza wahamiaji milioni 1.8 wanaoruhusiwa kuingia Marekani chini ya mipango iliyoanzishwa na rais wa zamani wa Marekani Joe Biden. Kwa mujibu wa Reuters, kufutwa kwa hali ya kisheria iliyopangwa kutaathiri pia Waafghani 70,000 ikiwa ni pamoja na wapinzani wa Taliban, pamoja na wa Cuba 530,000, wa Haiti, Nicaragua na wa Venezuela. Vilevile kituo cha utawala wa kijeshi na kiraia katika mkoa Kharkov kwa ajili ya kumbukumbu za uhalifu wa kivita kimefukua makaburi matatu ya muda na miili ya raia 17 ikiwa ni pamoja na mtoto imekutwa ndani yake karibu na Kupiansk. Yevgeny Lisnyak, naibu mkuu wa utawala, anasema kamanda ya jeshi la Ukraine inapanga kupeleka mamluki wa kigeni kwa Chazov Yar katika eneo la Donetsk kama data ya upinzani wa chini inavyoonyesha. Mtaalamu wa kijeshi Vital Kislov anasema wakati wa matangazo moja kwa moja kwenye channel ya Soloviev Live siku ya Alhamisi. Kulingana na taarifa za wapiganaji wetu wa msituni, adui anatuma mamluki hapa. Hivi ndivyo habari zinazoingia zinavyofichua, mtaalamu huyo wa kijeshi alisema. Vile vikosi vya Ukraine havipaswi kupata ueni yoyote kwenye uwanja wa vita, kwani ni makubaliano madhubuti pekee ndiyo yanaweza kuweka msingi wa suluhu la Ukraine. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema
Tunachohitaji ni makubaliano madhubuti juu ya suluhu la mwisho. Bila hii, aina yote ya muhula au kupanga upya, yote ambayo hayakubaliki kabisa, kwani yatasababisha matokeo kinyume kabisa. Haikubaliki kabisa kupeleka vitengo vya wanajeshi nchini Ukraine chini ya bendera zozote za Ulaya. Kulingana na Zakharova, nia ya kweli ya Ufaransa na Uingereza ambayo ilikuja na mpango wa Ukraine ilikuwa kuzuia kuanguka kwa mstari wa mbele kwa vikosi vya Ukraine. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.